Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako kwa ajili ya ibada ya leo tena ya kujifunza neno lako. Ninakubariki Baba kwa ajili ya somo hili tunapoangalia kitabu cha Mwanzo. Naomba Mungu tusaidie na utuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Mwanzo, lugha ya kwanza tulipewa neno konde la mbegu za neno la Mungu. Na jina hili Mwanzo ni neno la Kiyunani. Hili jina Mwanzo ni neno la Kiyunani lililotolewa kwenye Kiebrania, lililotafsiriwa kutoka Kiebrania cha zamani kabisa. Neno hili walipolitafsiri wao kwa Kiyunani wakakiita Pentateuch. Pentateuch maana yake penta ni tano, penta ni tano, to ni vitabu. Kwa hiyo mwanzoni kitabu cha Mwanzo kilikuwa kimoja katika vitabu vyote vitano vya kwanza katika Biblia. Maana yake mwanzoni kilikuwa kinasomeka kitabu cha Mwanzo, kilikuwa kinaanzia Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Ndicho kilichoitwa Pentateuch. Asifiwe sana. Na ndio kitabu pekee ambacho ukikiondoa Biblia yote huwezi kuielewa. Kwa nini? Ukiondoa kitabu cha Mwanzo huwezi kuelewa asili ya kila kitu. Huwezi kupata vyote vilitoka wapi. Kwa kitabu cha Mwanzo ndio kitabu pekee kinachoonyesha mwanzo wa kila kitu. Bwana asifiwe sana. Nini unachofikiri kwamba, hebu tuandike vitu vitano ambavyo unafikiri kwamba hakionyeshi mwanzo wake? Nini ambacho hujaona kimeandikwa mwanzo wake kwenye kitabu cha Mwanzo? Si wote tumesoma. Unafundisha kama watu waliosoma kitabu cha Mwanzo. Sasa kama ukisoma hapo ndio sasa. Nini unafikiri kuna ambacho unaona hakikuandikwa kabisa chanzo chake? Twende pamoja basi. Hamkusoma? Hamkuona kitu ambacho hakijaandikwa kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo? Sasa kama mngekuwa mmechunguza, niwaambia kama chunguza andika, ningekuonyesha, ningekupa kukusaidia. Kuna mkono? Maji. Maji. Huyo anasema haoni chanzo cha nini? Unaona sasa? Nani mwingine anaona kweli maji hayajaonyeshwa mwanzo wake?
Naomba tuulize, naomba kuulizana. Na wewe uone mwanzo wa maji. Nani ameona mwanzo wa maji? Sasa hivi tuelewe. Hamjaona, mmeona? Mmeona? Wapi? Kwenye Mwanzo sura ya kwanza anazungumza. Tukisoma hapa mstari wa 9, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Wanaosema hapana watu wapi? Haya, wanaosema hapana wasimama. Hapa hakuna mwanzo wa maji, simuonyesha. Yaani waliosoma kitabu cha Mwanzo ni wachache sana. Hapa wanasema hivi, hapa anaonyesha tu kwamba anayapa utaratibu wa kugawanyika, aonyeshi kuumbwa kwake. Wako sahihi? Ninyi mliokaa si mmeona palipo kwamba yalipoanzia. Haya, tokeni hoja. Naomba tukae. Hebu tusome Mwanzo 1:1. Aliziumba mbingu na nchi. Maji ni kitu gani? Kiko kwenye mbingu, kwenye nchi? Kwenye nchi. Kwenye nchi. Tunaposema aliumba mbingu tunamaanisha aliumba kitu gani? Tunaposema aliumba nchi tunamaanisha aliumba kitu gani? Aliumba ardhi. Bwana asifiwe. Ndio maana nasema tusome pamoja ili tunapokuja kuhitimisha tupate faida. Unaposikia hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu, maana yake jumla ya vyote vilivyoko mbinguni. Jumla ya vyote vilivyoko mbinguni. Unaposema aliumba nchi, nchi limehusishwa ulimwengu, dunia. Ambapo ukisoma kwenye Zaburi na kwenye Ayubu anasema na vyote vilivyomo. Maji yako wapi? Haya, tuendelee taratibu. Kwa hiyo umeona kwamba hakuna kitu ambacho hutapata mwanzo wake katika kitabu cha Mwanzo. Umuhimu wa kitabu cha Mwanzo ndio mahala pekee ambapo utajua mwanzo wa kila kitu. Hivi walipoviita Pentateuch walimaanisha sheria au Torati. Kanitoja maandiko sitakuwa nasoma. Walimaanisha sheria au Torati ya Musa. Nyakati wa kwanza, Nyakati wa pili sura ya 17 mstari wa 9. Andika tu sisoni nakupa kwa faida yako. Sasa andika kitaalamu ili tuende na Nehemia 8:1 hadi 3. Nehemia 8:18. Mathayo 5:17 hadi 15.
alafu Mathayo 12:5, alafu Luka 24:44. Hayo maandiko ukiyasoma yote yanavitaja kwa vitabu vya sheria au Pentateuch. Maana ya neno mwanzo lingeitwa chimbuko au asili au chanzo. Maana au tafsiri nzuri ya neno mwanzo, chimbuko, asili au chanzo, au sababu ya kutokea au kinachosababisha kutokea. Kwa lugha nyingine, kitabu hiki kilipewa jina kwamba Mungu ndio chanzo cha kila kitu. Neno Pentateuch linaandikwa kwa Kiunani kwa matamshi ya kwao. Walikuwa wanaandika P E N P-E-N-T-A T-E-U-C-H-O-S. Ndio lilikuwa linatokea neno Pentateuch, ambalo maana yake vitabu vitano vilivyoandikwa na Musa vihususavyo sheria. Jambo lingine la kujifunza kwenye kitabu cha Mwanzo, Musa waliosoma wamegundua Musa ni kizazi cha ngapi toka Adamu? Musa ni kizazi cha ngapi? Sasa kumbe nini wakati wa kusoma? Kuna toka Adamu mpaka Musa tumepata vizazi vingapi? Kuna jambo la kujifunza hapo kwamba Musa ni kizazi cha mbali sana kutoka uumbaji. Kwanza nimeshawafundisha lugha inayotumika kwenye mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo. Nimeshafundisha mara nyingi kwamba neno hapo mwanzo huwa linamaanisha kwamba ni kama tunavyotumia neno la kwenye hadithi. Wangapi walikuwa wanasikiliza hadithi za mama na mwana? Walikuwa wanaanza na neno gani? Hapo zamani za kale palitokea. Sawa? Neno hapo mwanzo linamaanisha hapo zamani za kale. Sio, mnanielewa? Ile neno mstari wa kwanza hapo mwanzo huwa ninawaambia ukitaka kusoma Mwanzo uchole kwenye picha. Chora kwamba huku kwekundu hapa, chora mstari hapa uandike huku ni mwanzo. Ambapo sasa huko mgongoni kulishapita hakuko, unazungumzia hapa kwamba ukiwa umesimama hapo unasema huku mwanzo Mungu aliwahi kuumba mbingu, ambayo tafsiri yake kwamba hapo zamani za kale Mungu aliwahi kuumba mbingu. Sasa anaposema nayo maji yakawa yametulia juu ya uso wa nchi na giza limefunika dunia, ni jambo lililopo leo, lakini zamani ndipo yaliumbwa haya. Hebu soma hapo. Si mnanielewa? Tunakwenda pamoja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwenye hadithi tulikuwa tunatumia hapo zamani za kale palitokea sungura na fisi. Ndio. Hiyo zamani za kale haina kalenda, haina tarehe. Kila mmoja ataweka umbali atakaoenda mwenyewe. Ukiweka umbali sawa sawa na umri wa bibi yako na kufikisha sawa. Lakini Biblia inapomaanisha hapo zamani za kale kwamba baada ya milele isiyojulikana ulifika wakati baadaye Mungu akaumba mbingu na nchi. Huko kabla ya kuumba mbingu na nchi ana milele isiyojulikana ambayo Mungu hakuwa ameumba mbingu. Tumeenda wote sawa? Sasa maelezo hayo mshinda ni wavivu wa kuandika.
hayo ungekuwa unaandika ili utakaporudia kusoma Mwanzo peke yako inakusaidia. Tunasema jambo la kujifunza katika kitabu cha Mwanzo lingine kubwa sana. Mungu hawezi kujulikana na wanadamu isipokuwa kwa njia ya kumwamini, ndipo anajifunua, sio kwa njia ya kumtafiti ndio muhakika. Somo lingine kubwa sana katika kitabu cha Mwanzo, Mungu hawezi kujulikana na kiumbe chochote isipokuwa kwa kiumbe kumwamini kwanza ndipo ajifunue. Bila kumwamini Mungu anabaki fumbo. Hata ukifanya tafiti gani hutagundua chochote. Nayasema haya, ina maandiko mengi, nitakuwa nataja tu kwa sababu tumefanya tunasoma. Musa anaandika mambo ya uumbaji akiwa vizazi vimepita vya kina Adamu, vikaja vya kina Nuhu, mpaka Musa amezaliwa Misri, si ndio? Musa amezaliwa Misri. Kwenye safari ya ngapi ya wana wa Israeli? Wana wa Israeli wameenda Misri. Kwenye kitabu cha Mwanzo unaona safari za wana wa Israeli ngapi? Utagundua kwamba kuna Ibrahimu aliwahi kwenda Misri akarudi. Baadaye tena wakarudi. Baadaye wanaenda watu 70. Ndipo anakwenda kuzaliwa Musa walipoenda watu 70. Halafu wakarudi wapo mamilioni. Akiwa amezaliwa nani? Sawa. Sasa anakuja kuandika habari za uumbaji Musa kwa namna ya ajabu, na hili somo lingekusaidia sana hata kujua kwamba Biblia sio kitabu cha kibinadamu. Anakuja kuandika baada ya kuwa chanzo Ibrahimu wanaanza kumrudia Mungu, watu wanaanza kumtafuta Mungu. Ibrahimu kwenye sura ya 12 mstari wa 18 anajenga madhabahu. Sasa jambo ambalo utagundua, andika Nehemia 8:1. Nitaeleza tu haya mambo yanayodhibitisha kwamba Musa ameandika vitabu vya Mwanzo na hizi pensa tu. Andika Nehemia 13:1. Andika Danieli 9:11. Andika Marko 12:26. Nitaidi kwa kuandika, nilifundisha namna ya kuandika tunavyoandika mistari. Unaandika mistari nilikwambia hivi, unasikiliza anayetaja. Nimetaja Luka 16:29 mpaka 31. Wewe unaandika 16:29-31 ndio unaandika Luka. Unaanza kuandika mistari, sura na mistari ndio unakuja kuandika Luka kwa kifupi. Ili kurahisisha kupata kila kitu kilichotamkwa hapo. Haya, andika Matendo 15:21. Andika Wafalme wa Kwanza 2:3. Andika Wafalme wa Pili 14:6. Andika Ezra 6:18. Andika Malaki 4:4. Mambo ya msingi ambayo Agano Jipya linayatolea msingi kwamba Musa ni mwandishi, nitaeleza baadaye. Andika Matendo 26:20
2, wakati Paulo anajitetea na yeye anakiri akiwa mbele ya mahakama, anakiri kwamba Musa aliandika Torati hii kwa baba zetu. Wakorintho wa kwanza 9:9. Wakorintho wa pili 3:13. Injili ya Yohana 7:19 hadi 23. Agano Jipya linakiri kwamba Musa alionyeshwa na Mungu. Maandiko haya yanasema, baada ya Ibrahimu kujenga madhabahu watu wakaanza kumwabudu Mungu, Mungu akajifunua mpaka akamwita Musa, akaongea kama nilivyokuonyesha hapa, yanazungumza hayo. Akamweleza toka, akamwambia andika mambo haya ili wanadamu wajue kwamba mimi ndiye niliyeumba vitu hivi vyote. Maana yake Musa anapoandika uumbaji, wakati amekuja amepita vizazi vingi vilishopita. Adamu mwenyewe hakuwahi kuona uumbaji ulitokeaje, ameukuta. Anaumbwa, anakuta uumbaji wa dunia upo, uumbaji wa mbingu na nchi upo, uumbaji wa malaika upo, lakini hakujua Mungu aliumba uumbaji. Ukija kusoma kwa Mwanzo, Musa anaweka siku ya kwanza, anaorodhesha vitu vyote alivyoumba siku ya kwanza mpaka akakamilisha. Anaweka siku ya pili. Kwa hiyo nikasema hivi, kitabu cha Mwanzo kinatufunulia kwamba Mungu anahitaji kuaminiwa kwanza, sio anahitaji utafiti kwanza umuone ndio uamini. Bwana sikia sana. Mungu hawezi kuonekana kwako usipomwamini. Yeye anahitaji muamini kwanza ndio aonekane. Kwa hiyo tunasema mwanzo wa kuonekana kwa Mungu na kujidhihirisha kwa Mungu kumeonyeshwa na kitabu cha Mwanzo. Pale watu walipoanza kumwamini na kumwabudu, Mungu akatokea. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo wakaanza kutokewa na malaika, wanasema nao, wakaanza kutokewa na Mungu, anazungumza nao live. Kwanza umwamini. Ukiweka sharti kwamba mimi nataka mpaka Mungu nione hivi, huyo hapa nione malaika niambie sasa wewe okoka, ndio niokoke, Mungu ndiye anajificha kabisa. Hata asiwe sana. Ila ukimwamini anakutokea. Kwa hiyo mwanzo wa kudhihirika kwa Mungu umeonyeshwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Hiyo ilikuwa hivi. Musa anaonekana aliandika historia ya Israeli isiyoweza kutenganishwa na Mungu. Ninakupa maandiko tu kwa ufupi sana na hamu. Kutoka 17:14. Na Hesabu 33:2. Kumbukumbu 15:1. Wayahudi hapo mwanzo waliokiita jina walipoitwa jina hili mwanzo waliita Belshiti, ambayo maana yake vyanzo, sababu. Hili ndio jina la asili la kwanza kabisa kabla ya jina la Kiyunani ambalo limeitwa Pentateuch. Waliita Beltishibi kwa lugha ya kwao ya mwanzo, asili, chimbuko, ambacho wenyewe kwenye neno hilo walimaanisha kwamba chanzo lazima kisiwe na mwanzo ndipo kipate kuleta vyanzo.
chanzo lazima kisiwe na ndipo kipate kuleta, wakimaanisha kwamba kitu chenye mwanzo hakiwezi kuanzisha chanzo, hakiwezi kuwa sababu ya kuwepo chanzo. Lazima kitu kisicho na chanzo ndicho kinaweza kuanzisha chanzo. Bwana sikia sana. Kwani jina hili kwao ni pana kweli, ukisema mwanzo wao Waebrania ni pana mno, kwamba lazima anayeanzisha ulimwengu, anayeanzisha mwanadamu, anayeanzisha jua, anayeanzisha mvua, anayeanzisha malaika, lazima yeye asiwe na mwanzo. Na maana yake ni nini? Wakimaanisha kwamba kama wewe una mwanzo, hauwezi ukaanzisha kitu kikadumu na kikaendelea. Na chochote kilicho na mwanzo kinataka kikae ndani ya chanzo. Ndio maana anachosema katika ile Yohana, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, nje yangu ninyi hamwezi neno lolote. Maana yake ni nini? Kitabu cha Mwanzo kinatufundisha kwamba sisi asili yetu ni Mungu, mwanzo wa uhai wetu ni Mungu, mwanzo wa akili na ufahamu ni Mungu, mwanzo wa ustaarabu ni Mungu. Tukiondoka kwa Mungu hata akili hatuna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kawaida kama tusingetenda dhambi tukaachana na Mungu, tusingesababisha mazingira yoyote kindani juu ya afya zetu, juu ya uhai wetu. Nikichukue tu mfano, kwa mfano mwanzo wa kuumba kwa Mungu kwenye Mwanzo. Mmeangalia kwenye Mwanzo, mmeona vyakula vya kwanza mwanadamu aliowezeshewa ale nini na nini? Matunda. Nimeeleza hivi, na vyakula vyako na vya ndege na vya wanyama vitakuwa hivi, ameeleza. Kila mzizi ni vyakula vya mizizi, viazi, mihogo, viazi vikuu, magimbi, mizizi. Na akasema na kila mbegu nafaka, choroko, kunde, maharage, mahindi, mtama, ulezi, mbegu na majani yote na matunda haikuwemo nyama. Sawa? Si mnanielewa? Haikuwemo nyama wala maziwa. Na ndipo wanadamu, kwa sababu walishikanana na chanzo, walikuwa wanakaa mpaka miaka 1000. Methuselah ameishi miaka mingapi? Eh? 960 vizazi vile. Mwanadamu alipokula nyama kwa mara ya kwanza, miaka yake ikashuka mpaka 120. Pole kwa wapenzi wa nyama. Pole kwa wapenzi. Nataka kusema nini? Neno mwanzo kwa lugha yao ya Kiebrania kwamba ilimaanisha tu kile kitabu pekee yake kukiita mwanzo, kwamba vyote vilivyomo vitadumu na vitaendelea na vitastawi na vitaishi kama vitashikana na kushikamana na mwanzo wao. Ukiwaona mitume wanasema tumekuwa wana wa Mungu kama tukishikamana na mwanzo wa imani yetu. Yaani baada ya Mungu kuumba hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwanadamu alipokula nyama na hata sasa fanya research tu ya kawaida ya bila kwenda shule wala chuo kikuu. Angalia makabila wanaokula nyama, hasa wafugaji, Wasukuma, Wakuria, Wagongo, Wamasai, ndio wana magonjwa mengi ya ajabu, na ndio wakali kuliko wote. Wanatembea na silaha popote alipo, hata kwenye ndege anataka pande na silaha. Wana hasira kwa sababu ya nyama. Mume wako ukipikia nyama sana atakuwa na hasira. Bora umpikie mbegu. Mwanzo
Turudi kuna neno la Kiebrania ambalo linatafsiriwa torido au historia ya uumbaji. Wa dunia, ambalo hilo neno limeandikwa Mwanzo 2:4, Mwanzo 5:1, kwenye sura ya 5 na mstari wa 1 na wa 6. Neno hili maana yake kwamba uumbaji ukiujua ndicho kitakachokusaidia wewe kushikamana na Mungu, kwa sababu utajua sababu ya Mungu kuumba. Musa ameandika zaburi kadhaa katika vitabu vya Zaburi. Kwenye zaburi zote za Musa ameonyesha, wangapi mnajua kuisoma Zaburi, kuigawa Zaburi? Zaburi za Musa Mungu wangu. Tulijifunza siku nyingi. Zaburi watu tunaigawa, ina waandishi tofauti. Kwenye Zaburi za Musa kitu kinachokazia sana, amezungumza hivi. Ameonyesha ya Mungu kuumba kila kitu ni kwa nini. Kwa chanzo kikizingatiwa kwamba mwanzo ili yeye alitwaliwa. Tukiondoa ushirika wetu na Mungu, Mungu haoni sababu ya sisi kuumbwa. Sasa ngoja niandika haya. Andika kitabu cha mianzo karibu yote ya kila kitu, ingawa hatuwezi kuonyesha mwisho ya vitu, lakini muonyesha mwanzo wa kila. Niorodheshe vichache, siwezi kuvitaja vyote. Andika mwanzo wa ulimwengu, Mwanzo 1:1 hadi 25. Mwanzo wa ulimwengu, Mwanzo 1:1 hadi 25. Siwezi kusoma. Niwaambia tunafanya mapitio kwa sababu nimesoma. Alafu namba 2, andika mwanzo wa wanadamu. Tunaelewana? Kitu ambacho kama jini nikikuuliza kitu ambacho kama jini unaangalia nini? Wapo nyangumi wa mkubwa. Mwanzo 1:26 mpaka sura ya 2 yote. Namba 3, mwanzo wa dhambi ulimwenguni, sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Unaonekana chanzo cha dhambi ni kutosikiliza neno la Mungu na kusikiliza kitu nje kutoka kwa Mungu. Dhambi itaingia tu pale utakapojiingiza katika kusikiliza, ukaacha kusikiliza na kutii la Mungu, ukasikiliza vitu visivyotoka kwa Mungu. Wakati mwingine tunaweza tukaviona vingine sio dhambi. Kwa mfano, kwenye Biblia tunaona uumbaji, dunia iliyotokea. Nilikuwa natamani siku moja tujaribu kukaa. Wangapi wanachukua sayansi huko? Wanavyo. Ukiangalia sio wana sayansi. Sasa tukikaa nini wana sayansi? Mueleze tulinganishe na usemi wa Biblia. Biblia inapinga wanasayansi wanachokisema kuhusu dunia ni sayansi. Yenyewe inasema dunia ni kitu kilichoumbwa na Mungu kwa madhumuni maalum, kwa kazi maalum, sio kitu kilichotokea kwa sababu ya mabadiliko yoyote, wala mwanadamu akitokea ni kutokana na mabadiliko yoyote. Nitaka siku moja tujaribu kuangalia, kuna kipengele tunakiita Mwanzo anaufafanua juu ya Biblia na sayansi. Sasa hiyo ni mada kubwa. Haya, tunaona mwanzo wa dhambi. Namba 4, mwanzo wa ahadi ya ukombozi.
Inaanzia sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 24. Mwanzo wa ahadi ya ukombozi. Sura ya 3 8 hadi 24. Namba 5, mwanzo wa maisha na ustaarabu. Mwanzo wa maisha na ustaarabu na elimu. Inaanzia sura ya 4:16 mpaka sura ya 9:29. Hapo ndipo tutakayoona elimu ilianzia wapi, ambayo mimi nasema leo mnasoma mnapewa uprofesa wa digrii, ilianzia wapi? Hata kuandika umeanza kitabu cha Mwanzo. Na ndipo hapo tunaita mwanzo wa ustaarabu. Watu wakawa wanatengeneza mafunzo, wanaita mafunzo ambayo wanatengeneza karatasi wanaandika. Kwenye kitabu cha Mwanzo. Alafu kuna mwanzo wa maisha ya kijamaa. Sisi tutajadili baadaye. Sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 15. Saba, kuna mwanzo wa mataifa ulimwenguni, falme za dunia na makabila na rangi. Sini ishie hivi hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wa rangi na makabila ulianzishwa na Mungu kwa makusudi na mataifa. Tusome kidogo haya maandiko tunataka tuyasome. Hebu tusome Mwanzo 10:11. Katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Rehobothi, Iri na Kala na Reseni. Kati ya Ninawi na Kala nao ni mji mkubwa. Misri akazaa Waludi na Waanami na Walehabi na Wanafusi na Wapatrusi na Wakaslui. Huko ndiko walikotoka Wafilisti na Wakaftori. Naona sasa Akamzaa Sidoni mwanawe wa kwanza na Hethi na Myebusi na Mwamori na Mgirigashi na Mhivi na Mwalki na Msini na Mwalzavi na Msemari na Mhamathi, baadaye jamaa za Wakanani na mwekundu weusi. Kwa nini mzungu atakuwa mwekundu? Eti wanasayansi umesomaje mimi? Kwa nini kuna mwanamke? Mimi tunaanzaje? Kwa mujibu wa sayansi ni kwamba rangi ya mtu inatokana ni kama ngozi ya juu ya kwenye ngozi kuna layer. Kiswahili kizuri ni ipi, lakini kuna nani nyembamba ambayo iko juu ya ngozi ya mtu. Ile ndio inayotofautisha rangi ya mmoja na mwingine.
Hiyo ndio kitu cha msingi. Chanzo chake kwa nini na mimi usiweke wewe mimi unaote. Mpaka ananunua cream. Hebu soma hayo maandiko ni mengi tu tumeandika kwamba ili ujue kwamba kwa nini kitabu cha Mwanzo kisome, yaani kwamba hakuna kitu mnachofikiri kimetokea tu, kila kitu ameanzisha Mungu. Na kwa sababu hiyo tuogope, tushikamane na yeye aliye asili ya kila chanzo. Ukiishi tu kwa sababu unafikiri ulitokea tu, unakwenda kukutana na kwa sababu chanzo chako wewe ni Mungu, lazima utakapoishi utaishia kwa Mungu. Umtende dhambi, unakwenda kumaliza hapa uko ndani. Hauwezi kumkimbia. Hivyo hivi kuna uwezekano kabisa kwamba ukijikuta umekufa na unajua wala hakuna mtu atakaye. Sasa hivi tuna ubishi hapa. Nani alienda mbinguni akarudi? Kwani nyinyi mna uhakika gani kama nyinyi ndio watakatifu sana? Hakuna mtakatifu duniani. Lakini ukifa, yani ule ubishi wote unakuwa haupo na ukweli unakuwa nao wewe. Hauhitaji kumuuliza mtu. Na unajua sasa Mungu, unaanza kujitahidi nisimkaribie Mungu. Hiyo unapojaribu kurudi nyuma, unajikuta umekaribia kwake. Hiyo unapojaribu kwamba ni mwepuke, unajikuta umemsogelea. Kwa sababu asili yake wewe ni asili ya kwako. Hebu soma kidogo hayo maandiko. Taifa, ruta, chanzo. Akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru. Niendelee pale nilipoishia. Sawa. Nasema na Mhivi na Mwalki na Msini na Mwalvadi na Msemari na Mhamath, baadaye jamaa za Wakanani walitawanyikana. Na mpaka wa Wakanani ulianza kutoka Sidoni kwa njia ya Gerari hata Gaza. Mwanzo wa dunia yote ni yake. Hakuna hapa Kanani. Sasa inaanza kuelewa mipaka ya mataifa, mikoa, mpaka kijiji na mtaa. Tena kwa njia ya Sodoma na Gomora na Adma na Seboimu hata Lasha. Hao ndio wana wa Hamu kufuata jamaa zao kwa lugha zao katika nchi zao, kufuata mataifa yao. Naomba nisomee 25 Mwanzo mstari wa 23, 24 mpaka 25. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Alikuwa mwekundu. Bwana asifiwe. Andika hivi, rangi zilianzia kugawanywa tumboni. Alafu mbaya zaidi, ndani ya tumbo moja la mama mmoja. Umesoma mpaka wakati? 25. Endelea. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Mungu alisema na tena akasisitiza kuwa kabila moja litakuwa hodari juu ya mwingine. Maandiko ya kitaja kabila yanamaanisha utafiti wa uzao, mazungumzo na juu ya ukoo mpya, na yakitaja taifa inamaanisha utofauti wa mipaka, mila na desturi, rangi na uwepo wa miaka, na kutokuhusiana kwa mila na desturi. Tena maandiko yanaeleza kabila za watu, ikimaanisha kuwa watu hawa watatofautiana hata kibiolojia. Hapo unapaswa kuwa makini. Sasa Mungu ndiye aliyeweka kwamba neno Esau ambalo liliitwa Edomu
Neno Edomu maana yake nyekundu. Ndio maana wakapelekwa kuishi kwenye milima ya Edomu kina Esau, milima yenye ardhi nyekundu, kwa sababu wao ni wekundu. Na hilo ndio likapelekea wakaanza kutofautiana, wakaanza kuwepo wazungu na kuwepo watu weusi. Kuanzia hapo vizazi hadi vizazi hupatikana kwa Ibrahimu. Biblia haikuyatofautisha mataifa kwa ukabila juu yao, bali iliyatofautisha kwa mipaka na vizazi vyao. Maana hao walikuwa jamii moja, wakihusisha kwa kila kitu, tena wakifanana hata kibiolojia. Na hii ni kwa sababu Ibrahimu mwana wa Sheri aliweza kwenda Misri, ambapo ni Kushi, Ethiopia, na pia mpakani mwa Misri akashuka kusini, na mmoja akatoka mweusi. Mambo yaliyotajwa katika hapo: angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbinguni, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Unaona, penye umande wa mbingu. Ni nchi gani leo ambazo zina mabarafu? Naona kwenye umande na upanga utadumu mikononi mwake. Nchi gani hazimalizi vita? Naomba tu niishi hapa kwa sababu ndio umetuishia. Lakini kitabu cha Mwanzo kinatusaidia kuelewa mambo mengi. Nchi yenye umande utakuwa ndio makao yako. Ndio nchi pekee ambapo kila siku mabarafu ndio walionekana wanakuja kuota jua kwetu. Bwana asifiwe sana. Kuelewa kitabu cha Mwanzo utakusaidia kuelewa Biblia nzima. Sasa nimemaliza. Mungu awabariki. Sikumaliza mambo mengi, ni kitabu kipana ambacho tutakuwa tuone Waafrika. Tutaona hapo tutaona Waarabu weusi chanzo chao, Wahindi weusi chanzo chao, Wahindi wekundu chanzo chao. Makabila na mataifa ameanzisha Mungu. Lengo la Mungu kuanzisha mataifa na makabila, alitamani awe na taifa moja ambalo yeye alitazama kama kanisa. Bwana asifiwe sana. Alitamani awe na taifa moja ambalo alitazama awe liwe kanisa kwake. Hiyo ndio sababu ya watu wengine kuongoza kumtumikia Mungu kwa kupitia ibada.